Viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza kutoka eneo la Magharibi wamewahimiza wakazi wa eneo hilo kuunga mkono azma ya kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto, wakisema kupitia kwake eneo hilo litakuwa na fursa murwa ya kuwania urais mwaka 2032. Wakiongozwa na Spika wa Bunge la Kitaifa, viongozi hao walisema utawala wa Rais William Ruto umeonyesha kujitolea kwake kuleta maendeleo sehemu zote nchini kwa usawa, huku eneo hilo likinufaika pakubwa. Wakati ya kuita Papa wa Roma. Eneo la Magharibi linaonekana uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Bali kutoka eneo hilo walionekana kulenga kumrithi Rais William Ruto. Katika hafla ya kaunti ya Kakamega, Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula alihimiza eneo hilo kuunga mkono azma ya kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kutokana na kile alichokitaja kujitolea kuleta maendeleo kwa usawa. Ile kazi Rais Ruto amefanya kwa elimu, kwa afya, kwa barabara, kwa ukulima, kwa environment. Lakini mbali na Wetangula kumpigia debe kiongozi wa taifa, kuna la Magharibi ambayo ni kurithi uongozi, ambapo viongozi wakiongozwa na msaidizi wa Rais Ruto Faruk Kibet walitangaza kwamba kiongozi huyo wa chama cha Ford Kenya anafaa kurithi urais mwaka 2032. Mimi nawaambia jamii ya Mlembe ipi, jamii ya Mkenya mwenye yuko hapa, baada ya utawala ya William Ruto, mimi maombi naomba Mungu na natoa kofia ije hapa. Kulingana na viongozi hao, kumchagua tena Rais Ruto kutalipatia eneo hilo uhakika wa azma yake ya urais. Papa wa Roma mnapenda yeye? Hebu nione salamu ya Papa wa Roma. Papa wa Roma, lazima tujipange, sivyo? Rais anapata 2 term na sisi tunajipanga hapa Ingo. Na tunajipanga na Papa wa Roma ndio huyu hapa. Ama vipi? William Samoei Ruto tumpatie support, na wao pia tuwaambie kifika mwaka wa 2027 tuanze kutembea na huyu Wetangula Kenya mzima tukitafuta kiti ya urais ya 2032. Katika eneo la Ukambani, baadhi ya wanasiasa wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wamedai upinzani unatumia fujo kuibua hisia ili kujipatia umaarufu wa kisiasa. Mwala Vincent Kawaya, viongozi hao walidai kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anashirikiana na maafisa fulani wa polisi kuzua rabsha, hivyo kuiharibia serikali sifa. Askari wanapewa 50,000, anaambiwa wewe tupatia gas kwa kanisa, ukishatupa wewe sisi tunafanya press conference tuseme kasongo kwa sababu they have no agenda. Huku upinzani Ruto katika chaguzi 27 wamemuhimiza Mama Ngina Kenyatta kuingilia kati na kumshawishi rais wa zamani Uhuru Kenyatta kutimiza kile walichokitaja kuwa makubaliano afikia na jamii ya Talai. Wanawake hao anapaswa kuunga mkono azma ya Rais Ruto ya kuwania hatamu ya pili ya uongozi, wakisema waliafikiana hivyo uungwaji mkono wa wazee wa Talai. Aweze kumwelekeza chinzi Ruto alimuleta kwa mikono ya elders wa Talai. Akakuwa blessed na akaahidi kwamba anaenda kuunga rais wetu miaka ingine yake 10. Yeye alipata yake 10 kupitia baraka ya wazee wa jamii wa Talai. Na siku ya leo tumerudi kama wamama. Kama mtoto wako aliweza kusahau, tunataka umkumbushe kama mama kwamba sisi tunangoja ile ahadi. Sisi kama wamama tukiahidi hatuwezi rudi nyuma. Michael Mwandiga.